Hujambo mtazamaji, kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China ya Kimataifa. Hii ni Nuru ya Mashariki. Tunakuandalia hii leo. Muundo wa uagizaji wa China waboreshwa mwaka 2025 ukichochea kasi ya mageuzi ya kiteknolojia. Mtambo wa kwanza wa kufua umeme wa upepo baharini wafunguliwa mashariki mwa China. Na tiba ya jadi na teknolojia ya kisasa yavutia wakazi wa Brazil kwenye meli ya hospitali ya jeshi la wanamaji la China. Kwa hizi na habari nyinginezo nyingi, jumuika nami Khamis Darush. Muundo wa uagizaji wa China umeboreshwa kwa kiwango kikubwa mwaka 2025, huku uagizaji wa bidhaa za teknolojia ya juu na zenye thamani kubwa ya nyongeza ukiongezeka kwa kasi. Hatua hii inaonyesha kuimarika kwa mageuzi ya kiteknolojia na kuongeza ufanisi katika sekta ya uzalishaji wa viwandani nchini China. Jacob Mogoa anaripoti zaidi. Kwa mujibu wa Kituo cha Taifa cha Taarifa cha China, kiwango cha uagizaji wa bidhaa muhimu za kati kama saketi zilizounganishwa, vifaa vya kutengeneza vijenzi vya kielektroniki na vyombo vya vipimo vya hali ya juu kiliendelea kuongezeka mwaka jana. Uagizaji wa bidhaa za rasilimali kama mafuta ghafi na madini ya chuma uliendelea kuwa thabiti. Wakati huo bidhaa za matumizi ya kila siku zilionyesha mwelekeo wa kuboreshwa kwa ubora, huku uagizaji wa vyakula vya kiwango cha juu, bidhaa za huduma za afya na mahitaji ya kifahari ya nyumbani ukiendelea kukua. Mabadiliko ya muundo wa uagizaji yana faida kuu katika nyanja tatu. Kwanza, uagizaji wa bidhaa muhimu za teknolojia ya juu unaimarisha uthabiti wa mnyororo wa viwanda wa China. Pili, uagizaji wa bidhaa za kilimo kama matunda mabichi na yaliyokaushwa unakuza biashara na mawasiliano ya kiuchumi kati ya China na nchi nyingine zinazoendelea. Tatu, uagizaji wa bidhaa za matumizi ya kitamaduni na burudani unasaidia kupanua na kuimarisha soko la matumizi ya ndani, hatua inayoakisi kasi ya mageuzi na uboreshaji wa matumizi ya ndani. Mwaka wa 2025 China pia ilipanua vyanzo vya uagizaji. Nchi za Jumuiya ya Mataifa ya Kusini Mashariki mwa Asia ni ASEAN zilibaki kuwa washirika wakuu wa uagizaji, huku mchango wa masoko yanayoibukia na nchi zinazoendelea ukiongezeka kwa kiwango kikubwa. Aidha, China ilishuhudia ukuaji wa uagizaji na usafirishaji wa bidhaa kwa zaidi ya nchi na maeneo 110 duniani, hatua iliyoongeza uimara na uwezo wa kukabiliana na hatari katika minyororo yake ya ugavi. Dunia imepiga hatua mpya katika matumizi ya nishati safi baada ya mtambo wa kufua umeme wa kwanza wa upepo baharini wenye uwezo wa megawati 20 kufungwa kwa mafanikio katika maji mkoa wa Fujian mashariki mwa China. Ronald Mutie anaripoti. Huu ndio mtambo wa kwanza duniani wa kuzalisha upepo baharini wenye uwezo wa kuzalisha megawati 20. Umefungwa kwa mafanikio karibu na mkoa wa Fujian mashariki mwa China siku ya Jumanne, na kwa mujibu wa msaniidi wake China Three Gorges Corporation, huu ndio mtambo mkubwa zaidi wa kwanza wa aina yake kufungwa nchini China. Mara utakapounganishwa kwenye gridi ya umeme, mtambo huu unatarajiwa kuzalisha zaidi ya kilowati milioni 80 za umeme kwa mwaka mmoja. Kiasi hiki kinaweza kukidhi mahitaji ya umeme ya takriban nyumba 44,000 kwa mwaka mzima, huku kikihifadhi karibu tani 24,000 za makaa ya mawe ya kawaida na kupunguza uzalishaji wa hewa ya kaboni kwa takriban tani 64,000. Mtambo huu uko zaidi ya kilomita 30 kutoka ufukweni katika maji yenye kina kinachozidi mita 40. Ufungaji wake ulikumbwa na changamoto kadhaa, zikiwemo dirisha fupi la ujenzi wakati wa msimu wa upepo mkali, hali tata za baharini na hatari kubwa zinazohusiana na kazi za urefu mkubwa. Ili kushinda changamoto hizo, timu ya ujenzi ilitumia meli ya kizazi cha 4 ya kufunga mitambo ya upepo yenye uwezo wa kuinua tani 2,000. Kwa msaada wa mifumo ya upangaji nafasi kwa usahihi wa hali ya juu na udhibiti wa kisasa wa kupigilia nguzo, wajenzi waliinua kwa utulivu mabawa matatu yenye urefu wa mita 147 kila moja hadi kufikia kimo cha mita 174 na kuyaunganisha kwa usahihi kwenye kitovu. Rota yake iliyokamilika ina kipenyo cha mita 300 na eneo la kuzungukia linalolingana na takriban viwanja 10 vya kawaida vya mpira wa miguu. Mtambo huu ni sehemu ya mpango muhimu wa kitaifa wa utafiti na maendeleo, huku vipengele vyake vikuu vyote vikiundwa na kuzalishwa ndani ya China. Wakazi wa Brazil pamoja na maafisa wa kijeshi wamepata fursa ya kipekee kutembelea meli ya hospitali ya jeshi la wanamaji la China,
ijulikanayo kama Silk Road Arc. Wakazi hawa walishuhudia vifaa vya kisasa vya matibabu pamoja na mbinu za jadi za tiba ya Kichina TCM. Tom Wanjala na maelezo zaidi. Meli hiyo ya hospitali iliwasili mjini Rio de Janeiro, Brazil Alhamisi iliyopita na kuanza ziara ya siku 7 ya kirafiki iliyoambatana na shughuli za kubadilishana uzoefu wa kitabibu. Hii ni moja ya vituo vya meli hiyo katika safari yake ya siku 220 ya kimataifa iitwayo Harmony Mission 2025, na pia ni mara ya kwanza kwa meli ya hospitali ya jeshi la wanamaji la China kutembelea Brazil. Silk Road Arc ina idara 14 za kliniki na vitengo 7 vya uchunguzi wa kusaidia tiba, ikiwa na uwezo wa kufanya zaidi ya aina 60 za taratibu za kitabibu, zikiwemo pasuaji wa jumla, mifupa, uzazi na magonjwa ya wanawake, macho na nyinginezo. Aidha, helikopta iliyopo ndani ya meli huimarisha uwezo wake wa kutoa huduma za dharura za uokoaji wa kitabibu. So my first impression about this Silk Road Arc, amazing boat with great technology, both traditional and modern. So I think we have a lot to learn from the Chinese experience, and this straighten our ties with China. Our Brazil-China friendship keeps getting stronger and stronger, and also solidifies the friendship of China and Latin America. Jeshi la wanamaji la Brazil lilituma timu ya wataalam kujifunza namna vifaa mbalimbali vya uchunguzi vinavyotumika na kubadilishana mawazo kuhusu masuala kama vile matengenezo ya vifaa vya kitabibu baharini na ufanisi wa vipimo wakati wa matibabu. Wataalamu wa tiba ya jadi ya Kichina waliokuwemo ndani ya meli hiyo pia waliwaonyesha wageni mbinu kama tiba ya sindano almaarufu acupuncture, masaji, kupandikiza vikombe yani cupping, na kukwaruza ngozi almaarufu scrapping, wakieleza misingi ya uchunguzi na matibabu kwa kutumia mifano halisi ya wagonjwa, jambo lililowapa wageni uelewa wa moja kwa moja wa utamaduni wa tiba ya jadi ya Kichina. And what I found especially striking was the contrast between modern medicine, what we would consider to be modern medicine, and the more traditional Chinese medicine. So I really felt like we were almost exploring a museum as well as a hospital at the same time. Tangu kuwasili kwake, meli hiyo ya hospitali imepokea zaidi ya wageni 1,000 kutoka makundi mbalimbali ya kijamii nchini Brazil, na imekuwa dirisha muhimu kwa wananchi wa Brazil kuelewa maendeleo ya China na kufahamu mvuto wa utamaduni wa Kichina. Afisa wa polisi wa trafiki wa roboti aliyekuwa rasmi kazini kwenye barabara zenye shughuli nyingi katika jiji la Wuhan mkoani Anhui mashariki mwa China siku ya Jumamosi ili kushiriki katika udhibiti wa trafiki wa mstari wa mbele na kudumisha utaratibu. Hii hapa ripoti niliyoiandaa. Katika makutano muhimu ya jiji la Wuhan, roboti aliyevaa sare ya polisi yenye nembo ya polisi wa trafiki na namba ya afisa kifuani anashirikiana na maafisa wa trafiki wa binadamu waliopo eneo hilo kushiriki katika udhibiti wa trafiki na kuhimiza usafiri wa kistaarabu. Nadhani ni teknolojia ya hali ya juu sana kwa sababu inaweza kusogea yenyewe na pia kuelekeza trafiki katikati ya barabara. Kwa kuwa kazi zake zimejikita katika mahitaji ya mara kwa mara ya usimamizi wa trafiki mijini, roboti huyu wa polisi wa trafiki hasa anafanya mafunzo yake katika hali 4 za matumizi: kuelimisha kuhusu sheria za trafiki, kuratibu uelekezaji wa trafiki katika makutano, kutambua kwa akili na kutoa ushauri dhidi ya tabia zisizo za kistaarabu, na kunasa kiotomatiki pamoja na kukusanya ushahidi wa kiukaji wa sheria. Kwa kuunganishwa na taa za trafiki na mifumo ya usimamizi wa trafiki, roboti wa polisi wa trafiki wanaweza kuwasaidia maafisa wa binadamu kushughulikia kazi za kurudia wakati wa saa za msongamano, hivyo kufanya utekelezaji wa sheria na huduma katika eneo la tukio kuwa na ufanisi zaidi. Anaweza kufanya kazi kwa karibu nasi maafisa wa trafiki binadamu kwa kuzingatia mfumo wetu wa taa za trafiki ili kuelekeza trafiki kwa kujitegemea. Akiwa kazini katika eneo letu, anaweza pia kutambua ukiukaji unaofanywa na vyombo vya usafiri visivyo vya mota. Waziri wa mambo ya nje wa China Wang Yi amesema China iko tayari kuimarisha ushirikiano wake na Lesotho kwa kuimarisha kubadilishana uzoefu wa kiutawala, kuongeza uratibu katika masuala ya kimataifa na kuendeleza zaidi ushirikiano wa kimkakati kati
ya nchi hizo mbili. Simi Wanjala anakamilisha taarifa hiyo. Wang ambaye pia ni mjumbe wa ofisi ya kisiasa ya kamati kuu ya chama cha kikomunisti cha China aliipongeza Lesotho kwa kuadhimisha miaka 60 ya uhuru wake mwaka huu. Katika mazungumzo hayo, Wang alisifu serikali ya Lesotho kwa juhudi zake za kuweka kipaumbele katika maendeleo ya kiuchumi na kuiwezesha nchi hiyo kuelekea katika ukuaji endelevu. Alisema tangu kufanyika kwa mkutano wa Beijing wa jukwaa la ushirikiano kati ya China na Afrika FOCAC mwaka 2024, pande zote mbili zimepiga hatua kubwa katika utekelezaji wa mipango 10 ya ushirikiano iliyoazimiwa, huku miradi kadhaa muhimu ikitekelezwa kwa mafanikio na kuchangia maendeleo na ustawi wa Lesotho. Waziri Wang alisema China iko tayari kuendelea kushirikiana na Lesotho katika kubadilishana uzoefu wa utawala, kuimarisha ushirikiano katika majukwaa ya kimataifa na kuhimiza ukuaji zaidi wa ushirikiano wa kimkakati kati ya mataifa hayo mawili. Alihimiza pande zote kuendelea kuunga mkono maslahi ya kila mmoja, akisisitiza kuwa China itaharakisha utekelezaji wa sera yake ya kutotoza ushuru bidhaa kutoka nchi za Afrika ikiwemo Lesotho. Hatua hiyo inalenga kupanua biashara ya pande mbili, uwekezaji na ushirikiano wa viwanda, pamoja na kuwezesha bidhaa maalum za Lesotho kuingia kwa urahisi zaidi katika soko la China. Wang Yi aliongeza kuwa China itaendelea kusimama imara pamoja na nchi za Afrika, kulinda haki na maslahi ya nchi za kusini mwa dunia, kupinga mfumo wa upande mmoja na vitendo vya unyanyasaji, na kushirikiana katika kujenga jumuiya yenye mustakabali wa pamoja kwa binadamu. Kwa upande wake, Waziri Mkuu Mate Kane alisema Lesotho inathamini kwa dhati urafiki wake na China pamoja na ushirikiano wa kimkakati uliopo kati ya nchi hizo mbili. Alitoa shukrani kwa msaada mkubwa wa China katika maendeleo ya nchi za Afrika ikiwemo Lesotho. Mate Kane alisisitiza kuwa Lesotho inaendelea kushikilia sera ya China moja na kuunga mkono China katika kulinda maslahi yake ya msingi. Alisema Lesotho iko tayari kuimarisha uaminifu wa kimkakati, kupanua mawasiliano ya watu kwa watu, kutekeleza kwa pamoja maazimio ya mkutano wa FOCAC kwa Beijing na kuimarisha ushirikiano katika sekta za miundombinu, viwanda na nishati. Aliongeza kuwa sera ya China ya kutotoza bidhaa za Afrika ushuru italeta msukumo mpya katika maendeleo ya Lesotho, na akaeleza utayari wa nchi yake kuimarisha mshikamano na ushirikiano na China katika majukwaa ya kimataifa kama BRICS ili kukabiliana kwa pamoja na changamoto za dunia. Majengo ya kihistoria yaliyopo katika wilaya yenye historia ndefu na utamaduni wa jadi ndani ya mji mkuu wa kale wa Luoyang katika mkoa wa Henan nchini China yamegeuzwa kuwa malazi ya kipekee ya kupangisha kwa muda mfupi, hatua inayowawezesha watalii kupata uzoefu wa kuvutia na wakina wa historia na urithi wa mji huo. Zakia Pong anaripoti kwa kina kwenye sehemu yetu ya Ifahamu China. Mambo na karibu katika kipindi cha Ifahamu China. Mimi ni Zakia Peng. Kundi la majengo ya kihistoria ndani ya wilaya yenye historia ndefu na utamaduni wa jadi katika mji mkuu wa zama za kale wa Luoyang, mkoa wa Henan nchini China, limegeuzwa kuwa malazi ya kipekee ya kupangisha ya muda mfupi na kuwaruhusu watalii kupata uzoefu wa kuvutia wa mji huo katika njia ya kina. Majengo ya kihistoria na kitamaduni yaliyoko kona ya mashariki, magharibi na kusini mwa Luoyang kimsingi yako kwenye mji wa kale wa Luoyang ambao ulitumika kama mji mkuu kwa falme 13 kwa zaidi ya miaka 1500. Unajivunia utajiri wa mabaki ya kale, ikiwemo miji ya kale ya enzi ya Qing na Yuan, mnara wa Wangfeng wa enzi ya Song na eneo la makazi ya enzi ya Qing. Kwa kufufua na kutumia majengo ya kihistoria na makazi ya jadi,
Eneo hilo limekuwa kituo maarufu kwa maendeleo ya utalii wa kitamaduni ya Luoyang na ufufuaji wa mji kwa kufuatia kanuni ya kurejesha ya kale kama yalivyokuwa. Majengo mengi ya kihistoria yamegeuzwa kuwa malazi ya kupangisha ya muda mfupi. Mageuzi kutoka kutazamwa mpaka kuishi ndani yanawawezesha watalii kupata uzoefu wa maisha ya zamani katika mji wa kale wa kihistoria. Malazi ya kupangisha ya muda mfupi hayafanyi kazi kwa kujitenga, badala yake yamechanganywa na viashiria vya kale kama vile vazi la jadi la Hanfu na vyakula vya urithi wa kitamaduni usioshikika na kutengeneza uzoefu mzuri wa malazi, chakula na safari. Hanfu ni mfumo wa vazi la jadi la watu wa kabila la Han, kabila kubwa zaidi nchini China. Ina mambo 8 ya kipekee na historia yake inarudi nyuma miaka 4000. Majengo ya kihistoria na kitamaduni ya Luoyang yanatengeneza mandhari mpya kwa uzoefu wa Hanfu na manunuzi yanayoendana nayo. Shughuli za mada maalum kama vile maonesho ya taa na kutembelea bustani ukivalia Hanfu zinaifanya kuchukua nafasi ya juu zaidi ya IP ya mji wa kale. Haya, kwa leo kipindi hiki kinaishia hapa. Katika kipindi kijacho nitaendelea kukuletea mambo mengine yanayovutia kuhusu utamaduni na jamii ya China. Asante kwa kuwa nami. Mimi ni Zakia Peng. Kwa heri. Na mtazamaji, sasa ni wakati wa sehemu yetu ya Jifunze Kichina. Katika sehemu hii tunawaletea masomo ya lugha ya Kichina hatua kwa hatua kwa njia rahisi na ya kuvutia. Karibu tujifunze pamoja. 第9课，今天星期几？ Mambo, karibu katika darasa la Kichina la YCT. Somo la YCT ni mfumo wa mafunzo ya lugha ya Kichina unaowaongoza watoto kujifunza Kichina kwa ufanisi na kuinua kiwango chao cha uelewa wa lugha ya Kichina kwa pande zote. Leo tutajifunza jinsi ya kuandika herufi za Kichina. Tafadhali andaa karatasi na kalamu yako. Kujifunza herufi za Kichina. Tafadhali chagua herufi sahihi za Kichina kulingana na pinyin, kisha fuatana na mwalimu kuandika. Sheng. Niambie, ipi ni sahihi? 第一个 Hebu tuone kosa liko wapi katika herufi ya pili. Sasa hebu tuone jinsi ya kuandika herufi hii ya Kichina kwa usahihi. Tafadhali andika pamoja nami. 是 Niambie, ipi ni sahihi? 第二个 Hebu tuone kosa liko wapi kwa herufi ya kwanza. Sasa hebu tuone jinsi ya kuandika herufi hii ya Kichina kwa usahihi. Tafadhali andika pamoja nami. 月 Niambie, ipi ni sahihi? 第二个 Hebu tuone kosa liko wapi kwa herufi ya kwanza. Sasa hebu tuone jinsi ya kuandika herufi hii ya Kichina kwa usahihi. Tafadhali andika pamoja nami. 清 Niambie, ipi ni sahihi? 第一个 Hebu tuone kosa liko wapi katika herufi ya pili. Sasa hebu tuone jinsi ya kuandika herufi hii ya Kichina kwa usahihi. Tafadhali
Andika pamoja nami. 天 Niambie, ipi ni sahihi? 第二个 Hebu tuone kosa liko wapi kwa herufi ya kwanza. Sasa hebu tuone jinsi ya kuandika herufi hii ya Kichina kwa usahihi. Tafadhali andika pamoja nami. 名 Niambie, ipi ni sahihi? 第二个 Hebu tuone kosa liko wapi kwa herufi ya kwanza. Sasa hebu tuone jinsi ya kuandika herufi hii ya Kichina kwa usahihi. Tafadhali andika pamoja nami. Tafadhali sikiliza rekodi na uchague jibu sahihi. Niambie, ipi ni sahihi? 第二个日 金 第一个金 天 第二个天 星 第一个星 月 Niambie, ipi ni sahihi? 第一个月 Kazi ya kufanya nyumbani ya leo ni kuandika herufi za Kichina. Na kesho tutaendelea kujifunza Kichina. Naam, ni hulka ya kimaumbile kwamba kila kilicho na mwanzo hakikosi kuwa na mwisho wake, na kufikia hapa mtazamaji, sina la ziada ila kuhitimisha kipindi cha Nuru ya Mashariki kwa siku ya leo. Mimi ni Khamis Darwish. Maasalam. Kwa taarifa zaidi kuhusu China, unaweza kutembelea tovuti ya CRI Kiswahili na marafiki_CN kwenye Facebook. Pia unaweza kupakua app ya Chiche kwenye Google Play na Palm Store.